Imekuwa ni fursa nzuri kupita katika maeneo mengine hapa nchini Marekani, na zaidi sasa tukiwa katika eneo hili la Battle Creek, na tukiwa hasa katika makaburi haya ya watakatifu wa Mungu waliofanya kazi, walioanza kazi kwa nguvu, kwa machungu, kwa gharama, na ndio matokeo ya kazi waliofanya kwa msaada wa mkono wa Mungu. Leo tunasimama hapa kushuhudia. Kabla ya kuja hapa katika eneo hili la makaburi ya Oak Hill hapa Battle Creek, tulianzia kule katika kijiji cha kihistoria cha Kiadventista. Hebu tuambie, umeona nini kule na nini kilichokuvutia sana upande ule wa kijijini hasa? Kabla ya kuambia kwamba nimeona nini, ndio nimekuwa na matamanio makubwa sana katika maisha yangu kuyaona haya niliyoyaona leo katika eneo husika ambalo umelitaja. Na huwezi kuzungumza habari za unabii bila kumgusa Mama White. Ameandika vitu vingi. Naweza kusema yale ambayo Daniel aliambiwa kwamba acha kwa sasa yamefungwa, yamekuja kufunuliwa katika kipindi cha Mama White na kipindi chetu. Nimeona kazi ilivyoanza. Nimeona nyumba alimoishi. Nimeona changamoto alizozipitia. Nimeona jiko alilokuwa akitumia kutengeneza chakula, kitanda chake. Nimeona kanisa la awali, kanisa la kwanza, yani jengo la kwanza la kanisa. Nimeona jinsi watumishi wa Mungu walivyofanya kazi, sanitarium ya kwanza, jinsi ilivyokuwa ya pekee sana. Unajua tulivyofika pale, rafiki yangu, sikuweza kuelewa katika miaka hiyo ya 1902, 1800 kuelekea 1900 hapo, teknolojia ambayo sasa hivi nchi zingine ndo inaingia, Mungu alikuwa ameufunulia watu wake katika kipindi hicho. Nimeona mashine ya kwanza ya uchapishaji ikichapisha gazeti la kwanza. Najua nilichokumbuka pale ndio ni kile ambacho Mungu aliagiza mama na mume wake, anzeni kuchapa, halafu itasambaa kama majani. Leo ni wapi usipopata maandishi ya Mama White? Leo ni wapi usipopata gazeti hilo? Na limekwenda zaidi ya magazeti, limekwenda zaidi ya kitabu kimoja. Nimeona pale ambapo Mama White aliandika kitabu cha The Great Controversy, kitabu ninachokipenda sana, cha pambano kuu ambalo sasa hivi ndo kanisa limefanya kuwa kitabu cha mwaka, wala si mwaka huu tu. Katika kipindi cha miaka 3 ndo tunasambaza kitabu hicho, na wala ningetamani isiwe miaka 3, tukisambaze katika miaka yetu yote. Tunaishi katika pambano kuu. Asante.